kuboresha uhusiano wa mawasiliano kati ya MSD na vituo vya kutolea huduma za afya katika mikoa inayohudumiwa na MSD kanda ya Tabora. Lakini la pili, kuwapa uelewa wadau na namna MSD inafanya kazi pamoja na mfumo iliyopo. Lakini kuhakikisha MSD na wadau mnadumisha umoja utakaoendelea kuwezesha kuwahudumia wananchi kwa wakati. Lakini la nne, kupeana mrejesho wa huduma zilizotolewa vituoni ili kung'amua changamoto zinazojitokeza katika mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya nchini na kuhakikisha mnazitolea majibu kwa lengo la kuboresha. Bohari ya Dawa inatekeleza majukumu makuu manne ambayo yalikabidhiwa kwa mujibu wa sheria ya MSD ya mwaka 1993 na maboresho yake ya mwaka 2021. Majukumu hayo manne ni ya uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya. Kwa upande wa kanda zote 10, kanda ya Tabora ikiwemo mojawapo, majukumu yetu tunatekeleza katika haya manne ni majukumu mawili: jukumu la utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya. Katika kutekeleza majukumu hayo, kanda ya Tabora tunaagiza bidhaa zetu kutoka makao makuu na hata wakati mwingine pia tunafanya interzonal transfer kuagiza kwenye kanda nyinginezo ili kukidhi mahitaji ya wateja wetu. Ufikishaji wa vituo hivi wa bidhaa hizi kwenye vituo hupimwa kwa kuzingatia muda uliowekwa. Kwa sasa hivi Bohari ya Dawa inafikisha vile vituo kwa kuzingatia wakati kwa 96%. Yaani ni 4% tu kati ambazo tunazojipima ndio ambazo hatufiki kwa wakati, na hii ni sababu mbalimbali. Wakati fulani kunakuwa labda hali ya hewa, mvua inakuwa ni nyingi, tunashindwa kufika, lakini hata tukishindwa kufika tutafikisha. Inamaanisha tumewekewa siku 20 za kufikisha ile bidhaa, lakini baada ya hapo tutahakikisha bidhaa hizi tutafika. Naomba pia nizungumzie jambo jingine, ni namna gani tunatimiza mahitaji ya vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa ujumla wake, Bohari ya Dawa inatimiza mahitaji ya kutolea mahitaji ya bidhaa za afya kwenye vituo kwa 83%. Kwa 17% hizi kutokana na mahitaji yaliyoombwa ni 1% ambazo zinapatikana nje ya Bohari ya Dawa. Kuna mfumo maalum ambao serikali imewekwa kwamba pale ambapo bidhaa haipo Bohari ya Dawa, basi bidhaa husika inaweza kupatikana nje ya utaratibu ambao upo. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yanayozungumza, nikirudi miaka 5 nyuma, hapa kwenye kufikisha bidhaa kwa wakati tulikuwa 28% tu, yaani uwezo wetu ulikuwa ni 28% wa kufikisha hizi bidhaa kwenye vituo. Leo hii tuko 96%, na uwezo pia wa kutimiza mahitaji ya vituo tulikuwa ni around 40%, lakini leo hii tunazungumza tuko kwenye 83%. Kwa kumekuwa kuna ukuaji mkubwa sana ambao tunauona wa kiutendaji na wa kiubunifu ndani ya Bohari ya Dawa. Hii inatokana na uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya, lakini pia na maboresho ambayo yanaendelea ndani ya taasisi. Dawa, vifaa tiba ni kipimo muhimu cha ubora wa huduma. Kinapimwa na wataalamu. Katika utoaji wa huduma, wataalamu wanapima, wanaona je, vifaa vinavyotakiwa vikoje, na hiyo ni namna ya ubora inayozingatiwa. Lakini pia wananchi, hiki ndio kipimo chao kikubwa, upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Hata kama mwananchi hataona ubora wa aina nyingine, lakini ikija kwenye dawa na vifaa tiba ni sehemu ambayo mwananchi anakuwa makini sana, na ukikosea tu ukawa na upungufu wa dawa, wananchi wanaanza kulalamika na wanaanza kuona kwamba serikali yao haifanyi kazi vizuri.